Mishono hii ya ofisini mara nyingi huwa inajumuisha mitindo ya aina mbalimbali, mavazi ambayo yanafanana kutokana na mazingira. Na siku zote mavazi haya au mitindo hii inavaliwa na wanawake pamoja na wanaume. Na ndio maana unakuta katika ofisi, kuna wale watu ambao ni maridadi, lakini pia kuna wakaka ambao ni watanashati. Sisi wenyewe ofisini tunajuana, lakini pia utasikia kuna watu ambao wanakwambia mimi namuadmire na nguo ambazo anavaa. Ile kutokana na utanashati wake pamoja na umaridadi wake wa ile mavazi yake ambayo yeye mwenyewe anavaa. Lakini swali liko vipi? Ni kwa nini mavazi hayo usiyavae wewe na ukaweza kupendeza? Inaweza ikawa labda haujui, inaweza ikawa labda hujui mishono gani ambao utavaa ukiwa ofisini. Ofisini sio lazima mpaka mtu aende ofisini kama mfano wa benki ama awe katika maofisi makubwa makubwa, hapana. Unaweza ikawa wewe hapo ni mfanyakazi wa kawaida tu, una stationery, labda let's say una duka la kawaida. Unatakiwa kuvaa kutokana na mazingira yako. Kama ni stationery basi vaa nguo za ofisi ili uweze kuwa na umaridadi. Hata mtu anapokuwa anakuona anasema yes, huyu mtu yuko ofisini. Lakini pia unaweza ukavaa kama wewe ni mwalimu, either ni mwalimu wa primary, ni mwalimu wa sekondari, ni mwalimu wa chuo. Vaa kutokana na mazingira ambayo wewe mwenyewe yanakupendeza. Karibuni sana kwenye channel yetu pendwa ya TZ Fashion. Channel hii tunadeal na kuonyesha mishono mizuri, lakini pia tunafundisha jinsi gani ya kuweza kupangilia nguo zako, ya kuweza kujua namna gani ya kushona kwa wale ambao wanatamani kujifunza kushona. Tunaelekeza vitu vyote hivyo, lakini na elimu hii sisi tunaitoa bure. Kama una changamoto yoyote, unataka kujua mambo mengi ya kuhusu fashion, hakikisha tu unakuwa unafuatilia TZ Fashion. Na kwa wale ambao wanahitaji kutangaza biashara zao na sisi, karibuni sana tuwatangazie biashara zenu kwa gharama bei nafuu sana. Na pia mnaweza kutupigia simu, mnaweza mkatutumia message kwenye namba 0685114094. Unaweza kututumia message na sisi tukaweza kukusaidia changamoto yako. Na siku ya leo tutaweza kudiscuss mishono maarufu sana katika sehemu za ofisi. Kitu cha kwanza ambacho tutaweza kukizungumza siku ya leo, tutazungumzia kuhusiana na swala zima la suti za ofisi au tunaweza tukasema business suit, lakini pia tutaweza kuzungumza kuhusiana na swala zima la mashati watu wengi sana wanafeli, kwa tutaweza kuzungumza siku ya leo, lakini pia tutaweza kuzungumza sketi za kazini. Na moja kwa moja tutaweza kuzungumza viatu na vile vitu vya umuhimu ambavyo unaweza ukavaa na ukapendeza. Kwa majina naitwa Latifa Isa, unaweza ukaniita Madam T, na nafurahia sana ukiweza kuniita Madam T. Mimi ni fundi nashona mishono aina mbalimbali, lakini pia natoa elimu kuhusiana na swala zima la mavazi. Kama ndio mara yako ya kwanza kuangalia video hii, basi tafadhali naomba bonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe yako chini ya hii video ili usipitwe na video zetu kila tunapokuwa tuna-upload video. Maana TZ Fashion tuna-upload video za mishono mizuri, lakini kutoa elimu kuhusiana na swala zima la mitindo, mishono gani ambayo inaenda kwa msimu gani. Kama sasa hivi tunakaribia katika msimu mzima wa sikukuu za Christmas, kwa hiyo tutakuwa tunaweka mishono mingi ya Christmas. Lakini nina big offer kwenu. Yaani msimu huu wa Christmas huu unaokuja kuna mishono hatari sana. Kwa hiyo hakikisha tu haupitwi na video zetu, una like, una comment na kushare video zetu kwa ndugu, jamaa na marafiki. Kama nilivyozungumza hapo juu, nataka tuende moja kwa moja kuweza kudiscuss sasa zile hatua zetu ambazo tumeweza kuzifuata, ile mishono maarufu sana katika ofisi. Na tukianzia na vazi la kwanza ambayo tulisema kwamba ni business suit ama ni suti zile za ofisini. Suti hizi mara nyingi unavaa wanawake, wanavaa pia wanaume, na suti hizi zinashonwa kwa ubora wa hali ya juu sana. Mimi nataka nikushauri kitu guys, usije ukatishika na hizi suti, suruali au sketi
ukasema labda mtu anavaa suruali ya bei sana, hapana. Kama wewe hapo sasa hivi una uwezo wa kuvaa nguo ya 100,000, basi nina imani kwamba hauwezi kushindwa na suti ya shilingi 50,000. Suti imezidi sana ni shilingi 50,000. Suti ziko mpaka za shilingi 45. Kwa nini usiwe maridadi? Kwa nini usipendeze? Na mitindo hii mara nyingi inakuwa ni mitindo ya sketi au suruali. Wanaume mara nyingi wanavaa suruali zao za suti, wanawake mara nyingi wanavaa sketi au pia wanaweza kuvaa suruali, kwa sababu mwanamke pia anaweza kuvaa suruali na akapendeza. Tukienda katika sehemu nyingine ambayo ni sehemu sasa ya mashati. Mashati mara nyingi hapa watu wengi sisi tunakosea. Mashati haya yapo ya kike, yapo ya kiume, ikiwa na mitindo ya aina mbalimbali pamoja na rangi zake zikiwa na rangi mbalimbali. Na inaweza kawa ni nyekundu, inaweza kawa ni kijivu. Kama ofisini kwako wewe hamjawekewa limit ya kuvaa, labda let's say mvae nyeupe tupu au mvae nyekundu tupu, mvae blue tupu, wewe pendelea sana kuvaa nguo kutokana na siku. Unajua Jumatatu ni Blue Monday, Jumapili ni white. Kwa hiyo unakuwa Ijumaa unaweza ukavaa blue. Yaani unakuwa unachanganya kutokana na siku. Nitakuja kunishukuru baadaye. Lakini pia mitindo hii huwa material yake yanakuwa na ubora wa hali ya juu. Wote ukifika sasa hivi ni sehemu ni Kariakoo, umefika Karume, ukiambia mimi nataka tu mashati ya ofisini, basi utaona ni mashati ambayo yanatengenezwa kwa hali ya juu, kwa sababu anajua kabisa huyu mtu anayevaa ni mtu wa ofisini, mtu ambaye ana heshima. Na tukienda namba yetu ya 3 ambayo tulizungumza kuhusiana na swala zima la sketi za kazini, na sketi hizi zinakuwa zina mitindo ya aina mbalimbali. Kuna sketi fupi, kuna sketi ndefu, lakini pia kuna mini. Kila mtu anakuwa, kuna zile mini ambazo zinavuka magoti na kuna mini ambazo zinakuwa juu ya magoti, na mara nyingi huwa zinakuwa zinaunganishwa pamoja na blouse au zinaunganishwa na mashati. Na ndio maana mitindo hii ya mishono hii ofisini inakuwa ni mitindo ambayo ina hadhi. Tukienda katika viatu sasa, hapa watu wengi tunakosea. Yaani unamkuta mtu kama ni stationery amevaa zake malapa anaenda zake. Ofisi kama ofisi ni ofisi ya mikopo, ni ofisi ya stationery, wewe ni mwalimu, ni mwanamke, vaa zako tu simple. Ukivaa simple unakuwa unapendeza sana. Lakini pia unaweza ukavaa vile viatu vya kufunika, ukawa unapendeza sana. Kwa wanaume pendelea sana kuvaa viatu vya ngozi. Yaani vile viatu sio ukavaa raba, vaa viatu vya ngozi. Vaa zako na soksi zako, unakuwa unapendeza sana. Lakini pia kuna vile vitu ambavyo ni vitu vya ziada, kama vile mfano wa mapambo, mkanda, vinajumlisha ubora wako na vinaleta muonekano mzuri. Kama ni mwanamke, unaweza ukavaa hereni zako, unaweza ukavaa hairband kichwani, umesuka zako umependeza, hairband yako kichwani, cheni yako umepaka lipstick kidogo hivi, uwanja wako wa brown umekuwa umependeza sana. Mwanaume umepaka mafuta yako, umepaka lotion yako, umejipulizia spray yako ya maana au spray yako ya shilingi 2,500, umevaa viatu vyako vya ngozi, umependeza wa shilingi 25,000, unakuwa unapendeza sana. I hope katika video hii utakuwa umeenjoy, lakini pia utakuwa umeelewa nguo gani ambazo unaweza kuvaa ofisini kutoka mwanzo hadi mwisho. Mimi sina la ziada, asanteni sana kwa kuwa pamoja na